Safi tu vipi? Ndio mimi hapo mwenyewe. Niko nyumbani. We nani kwani? Sawa. Ndio mimi mwenyewe ndio. Ni vizuri ungeniambia, mji umebadilika huu, ni nani mwenzangu? Au utakuwa ni Hawa wewe? Sasa nani? Au Shamtangi? Au Loveness wewe? Sasa ungenitajia. Pamoja kama ni surprise sawa. Unaweza kumfanyia surprise mtu asiyekujua. Mji umekuwa mkubwa, lazima tufahamiane. Ndio mimi naishi pale pale. Inaona mpaka kama unapoishi unapajua. Hebu niambie bwana. Ndio niko nyumbani sasa hivi. Kwa unapajua kwangu pia? Sasa hivi. Kwenda kuja sasa hivi. Sawa, karibu. Karibu. Kina hivyo ungeniambia ni nani kwa ni vizuri zaidi. Kwa ndo surprise. Sawa? Ndaje kuzina ku surprise. Karibu. Poa. Karibu sana. Damuza? Naam. Na mjichimbia chini huko. Kama kawaida. Nyanya unauzaje? Wanadegema za shilingi hapo unataka? Basi mpatie nyanya za 500 hapo. Patie vitunguu vya 200. 200. Nini? Ni karoti. Karoti moja na hoho moja. Hapo fresh. Nataka nifanye sotojo fulani. Si unajua? Pata taste fulani. Ndio kunukia namna hii.
Baada ya kufiwa na mama, tulisafirisha msiba kupeleka kijijini. Siku chache baada ya kumzika mama, baba naye alianza kuumwa. Hakuchukua hata muda mrefu alifariki. Kwa kweli nilipitia kipindi kigumu sana. Hakifai hata kumwelezea mtu yoyote. Nasra, kwa nini? Mbona hukuniambia? Mara mwisho tulionana kwenye kusafirisha msiba wa mama. Nilipofika kijijini, niliweka simu rehani ili niweze kupata mchango wa msiba. Nilichobaki nacho ilikuwa ni kumbukumbu ya namba yako ya simu. Kwa nini ukunijuza? Ulishindwa hata kuazima simu? Ukimya wako ulinifanya nikate tamaa kabisa juu ya mawasiliano yetu. Nilihisi nimeshakupoteza. Pole sana kwa safari. Hii kweli ni surprise. Tule kwanza. Tutaongea baadaye mengine. Karibu. Pole sana kwa changamoto ambazo zimekukuta. Maana kufiwa na mama ni msiba mzito sana. Lakini furahi sana kuja huko mara pili tena hapa. Maana ni kitambo sana mimi nilishakata tamaa kama tungeweza kuonana tena. Yaani nimefurahi sana. Uliposema ni surprise, kweli ilikuwa ni surprise ya kweli, maana sije kuona surprise kubwa kama hii kwenye maisha yangu. Nimefurahi sana kiukweli yani. Karibu sana. Nashukuru. Nashukuru sana. Ndio maana haya yote sikuyatamani hata kuongea kwenye simu. Maana nilihisi uwezi ukanielewa. Nilifanya iwe surprise ili uweze kunielewa zaidi. Kweli surprise mkubwa. Basi mimi najua umechoka sana sasa hivi. Nafia ungepumzika. Alafu mambo mengine tazungumza hata asubuhi hapo. Ulijua sana. Maana safari nayo ilikuwa ni ndefu. Haifai hata kuelezea. Karibu sana.
Vipi ndugu yangu? Leo mbona umechelewa hivi? Nangu pisingo Yeah. hapa nje nimekuja tu. Lakini ngoja kutoa taarifa mimi ndo kanigeuze zangu. Kwa nini? Nangu niko na mgeni pale ghetto mwanangu. Kuna mgeni. Mgeni gani tena huyu? Baba wewe. Unajua nini mwanangu? Wakati nafua pale kati nini, kidogo simu inaita. Ndio. Kucheki hivi simu na bangeni. Nafikiria nani nikaipokea. Pokea basi sauti ya mtoto wa kike. Kuja na story namuuliza wewe nani? Anambia usijali mimi utanijua. Ndio. Mimi leo nataka nije kwako. Aje geti. Hujaji mimi sikujui. Na mambo yangu. Nikatulia nikawaza nani? Baba iingile sauti. Nikimforce nani asema usio na wasiwasi ni kama surprise kwako nikaje kwako leo. Lakini namba ngeni. Namba ngeni mwanangu. So kesi kabla fresh karibu. Ndio. Katulia hapa ingalia fanya usafi kama mazingira sawa nini na nini kweli kidogo baada ya dakika 15 mwanangu. Baba mtoto huyo. Baba kumcheki hivi mwanangu ni Nasra. Nasra? Nasra Yaani pale kichwani kama kaingianzi vungu bali nimechanganyikiwa namna hii mwanangu. Ndio. Mimi naota macho yangu. Baba kilishama. Muone kamkaribisha pale ndani nini fresh katulia pale fresh nini na nini katakuja story. Niambia vipi mbona siku nyingi kimya? Ambao mimi nilifiwa na mama yangu baada kwenda kijini kwenda kuzika kule. Kwa mangu mimi nikasema kwa sababu kuna mgeni, mimi moja tu mara moja kazini ndio kina nani si wapo kina nani kina Mtunguja pale. Kwa tuacha pige kazi pale, mimi niruhusu ningeenda sababu kuna mgeni pale ghetto, sisikie peke yake ataboeka. Mtoto hakika anaonekana nakupenda inaonekana wewe si haba. Maana miaka 2 mtu hajaonekana lakini leo akaamua kukumbuka na anakuja moja kwa moja. Hapo umetusua binti. Sasa mwanangu mimi nacho niruhusu sio? Sababu kina Mtunguja sio hapo pale. Wacha pige kazi. Wenyewe wapo ndio wanafika na mzigo ndio mwingine wanafika hapo. Na basi umetandinga na unafanya nini fresh? Ndio machachali. Wewe. Sema sio mbaya. Sasa ngomba sio mengi. Acha mimi nichoke zangu sio?